uelewe hii siri, alafu wiki hii jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukafanye maombi ya kuhukumu. Amina. Unajua ukishatoa hukumu wewe tulia. Fanya nini? Nitulie. Utekelezaji hiyo sio kazi yako. Unajua mara nyingi tunachosumbuka na watu wa Mungu, huwa tunaingilia nafasi ya Mungu. Neno linasema mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya. Yes. Wewe nafasi yako ni kuomba. Amen. Nafasi yako ni kufanya nini? Kuomba. Nafasi ya Mungu ni kwenda kufanya, ni kwenda kutenda. Amen. Biblia inasema yeye anaweza kufanya zaidi ya tuombavyo au tuwazavyo. Amen. Kwa kazi yetu sisi ni kuomba. Amen. Sasa shida yetu tukimaliza kuomba, tunaingia ule upande wa kufanya. Tunaanza kuchungulia, mbona halifanyiki? Au nifanye hivi. Mungu hapendi hiyo. Amen. Ndio maana anasema tukiomba tumtwike fadhaa zetu zote. Tumwachie, tuondoke. Amen. Kuna mama mmoja anaitwa Hajiri. Mtoto wake alikuwa anaelekea kufa, Ishmaeli. Maji yameisha. Biblia anasema akamlaza mtoto upande huu na yeye akatazama upande mwingine. Haleluya. Amen. Yaani akaenda upande mwingine huku, mtoto akamwacha huku. Ukisoma ile Mwanzo 21 anasema Hajiri akasema nisimuone mtoto jinsi anavyokufa. Alikataa kuangalia tatizo. Amen. Alikataa nini? Kuangalia tatizo. Haleluya. Amen. Akaenda upande mwingine. Akaanza kumwomba Mungu kule. Kumbe pia alivyomwacha mtoto huku, yule mtoto naye akamwomba nani? Mungu. Sasa cha ajabu, malaika alivyoshuka akasema Mungu amesikia maombi ya nani? Ya mtoto. Kwa sababu yule mtoto alikuwa na agano. Haleluya. Amen. Mtoto wa Ibrahim yule. Haleluya. Amina. Mtoto wa nani? Wa Ibrahim. Kwa sababu mtoto ana agano na Ibrahim, Mungu alisikia maombi ya mtoto. Sio kama kuna mtu ananielewa. Amina. Ndio maana ukielewa maombi ni mambo ya kiagano. Tunaweza wote tukaomba, lakini mimi ambaye nina agano la damu ya Yesu nitajibiwa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Ukienda kwa Mungu kiagano, sisi tuko pamoja. Ndio maana alitupa jina. Jina la Yesu manake ni uende mbele za Mungu kiagano, usiende wewe kama wewe. Haleluya. Amen. Okay. Sasa Yesu analaani ule mtini. Kesho yake matokeo yanatokea. Kwa hiyo hatua ya kwanza lazima tujue yale aliyoyafanya Yesu na sisi tunaweza tukafanya nini? Tukayafanya. Kama Yesu alihukumu na sisi tunafanya nini? Tunahukumu. Sasa ukisoma hiyo Yohana 11:4, Yesu alisema ugonjwa huu sio kwa ajili ya mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe. Kuna point hapo. Haleluya. Amen. Yaani ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Alafu pia anasema ili mwana wa Mungu atukuzwe. Amen. Sasa leo kwenye ibada hii mwana wa Mungu ni wewe. Yes. Mwana wa Mungu nani? Ni mimi. Ni wewe. Wewe ndio mwana wa Mungu. Amen. Kwa kama unapitia tatizo, nisikilize hapo vizuri. Leo tutalihukumu. Leo tutafanya nini? Tutalihukumu. Na utaliambia. Hakuna mtu ambaye hatakuja kushuhudia baada ya ibada. Amen. Glory to God. Amen. Mimi nakwambia. Sasa tukishalihukumu, hilo tatizo linakuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini pia wewe pia utatukuzwa. Amen. Wewe pia utafanya nini? Itatukuzwa. Maana yake kuna mapito kweli leo unayapitia, ila tukishaya hukumu, kwanza yataleta utukufu kwa Mungu. Pili, mimi nitatukuzwa niliyepita hapo. Amen. Ngoja nikuonyeshe Danieli. Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2. Sasa hapa kuna habari ndefu, tuwezi tukaipitia yote, ila nisome mstari wa 46. Danieli 2:46. Wote kimbia hapo haraka haraka. Danieli 2:46. Ndipo Nebukadneza mfalme akaanguka kifudifudi, akamsujudia Danieli, akatoa amri wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu. Umeona hiyo point? Amen. Hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu.
na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Danieli, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli. Uliwali ni wilaya, haleluya. Na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Tena Danieli akamwomba mfalme, naye akawaweka Shadraka na Meshaki na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Haleluya, amen. Hapa kulikuwa kuna ndoto mfalme ameota, akaisahau. Mfalme akaita wenye hekima, wale waganga na wachawi wakashindwa. Akatoa amri wenye hekima wote wauawe. Wakati wanakagua wenye hekima, wakagundua na kina Danieli wamo. Danieli akasema, mbona mimi sikuambiwa? Akasema, wewe hujaambiwa, lakini ndio amri imeshatolewa kwamba unatakiwa ufanye nini? Wawe. Danieli akatuma yule msimamizi wa mjumbe wa mfalme, akamwambia, mwambie mfalme atupe muda. Mfalme akampa muda. Danieli akaenda akawaambia wana maombi wenzake, Shadraka, Meshaki na Abednego. Akamwambia, tumwombe Mungu, kuna shida. Na hii shida mfalme ameshatangaza kwamba sisi wenye hekima tutatakiwa tufe kama tusipopata majibu. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo kulikuwa kuna tatizo ambalo kina Danieli wanaondoka. Pale ni kufa. Pale ni kufanya nini? Kufa. Ila hilo jambo baada ya Mungu kujibu lilisababisha kwanza Mungu alipata utukufu. Kwa sababu unaona mfalme anamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu. Yes. Ila baada ya hapo tunaona Danieli anapandishwa cheo. Haleluya. Amen. Hivi kama tuko pamoja. Amina. Yaani lilianza kama tatizo. Ila mwisho Mungu akapata utukufu. Alafu na Danieli akatukuzwa. Amen. Alikuwa mtu wa kawaida akapandishwa cheo. Amen. Glory to God. Amen. Kwa hiyo nikwambie mtu wa Mungu, hakuna mtu kwenye Biblia alipitia tatizo akamaliza vibaya. Amen. Kwa nini sisi tunapitiaga matatizo kwanza hatutoki? Na unakuta mpendo yeye ana tatizo aliishaji. Unasema ni jaribu langu. Sio jaribu. Haleluya. Amen. Sio nini? Jaribu. Sio jaribu. Kuna vitu ni maonezi. Amen. Sio, tuko pamoja? Amina. Kuna vitu ni nini? Maonezi. Maonezi. Jaribu linakuwa lina purpose. Nilifundisha hapa ile siku, nafundisha Mungu atufanya mlango wa kutokea. Kama jaribu limekuja kukunyenyekesha, nyenyekea mapema liishe. Haleluya. Amen. Usiponyenyekea Mungu analirudisha tena. Sio utaki kunyenyekea. Kuna katabia Mungu yuko anakaponda, ila wewe utaki kukaachia. Kwa hiyo unaenda kuzunguka milima Seiri. Sio, tuko pamoja? Amen. Haleluya. Amina. Hicho ndio kipindi cha kuomba rehema. Kuomba nini? Rehema. Hivi unajua kujiuliza kwa nini kuna watu wameokoka kukuzidi wewe? Au wewe unaweza mbona nimeokoka kwa mzidi fulani? Ila unashangaa huyo fulani ambao unajiona umeokoka kumzidi, yeye ana matokeo kuzidi wewe. Yeye ana baraka kukuzidi mimi. Hivi kama tuko pamoja? Haleluya. Amen. Mara nyingi watu wengi ambao karibu na Mungu wana kiburi cha roho. Wakijua kiburi cha kiroho. Haleluya. Amen. Unajiona wewe ndio Mungu anakusikia. Wengine wote. Unajua Mafarisayo, haleluya. Amen. Baba, mimi nafunga siku 3. Natoa zaka kwa uaminifu kwa sijui mara ngapi. Ila yule mtoza ushuru yule pale nyuma, yule anaishu kabisa. Baada ya ibada, haleluya. Amen. Yesu anasema aliyehesabiwa haki ni yule mtoza ushuru. Yaani tunaweza tukaja mahali hapa, wewe ambaye unajimwambafai mbele za Mungu, ukatoka una chochote. Ambaye alisema Baba, mimi ni rehemu tu. Huyo ndio Mungu anaacha amembarikia. Sio kama tuko pamoja? Amen. Haleluya. Amina. Yes. Ukiona jaribu aliishi, fuatilia. Jifuatilie wewe mwenyewe. Amen. By the way, lazima ujue kama ni jaribu au sio jaribu. Kuna vitu sio majaribu. Amen. Na kuna vitu ni jaribu, lazima ujue. Kama hujajua, ndio hapa nakufundisha. Haleluya. Amen. Yaani kuna kitu kikitokea tu, unatakiwa ujue hili ni jaribu, hili sio jaribu, haya ni maonezi.
Usipoelewa hapo, kusali kote kwako, unapokuja hapa kanisani unasali, unaomba, unajifunza neno, hakuna faida. Hautaweza kuhukumu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna mambo ni maonezi, wewe unaonewa, ila leo tunayahukumu katika jina la Yesu. Amen. Leo tunafanya nini? Tunayahukumu. Leo tunayahukumu katika jina la Yesu. Ukianza kuona unapitia kitu ambacho kinakufanya uchoke ibada, uone kama Mungu sio wa kweli, useme mbona nimeomba, mbona nimefunga, mbona hili, hapo ndugu yangu, hilo sio jaribu, wewe unaonewa. Amen. Unafanya nini? Unaonewa. Na utalalamika unavyoweza. Ila leo ukipata ya maarifa umetoboa. Amen. Hivi mwa ukutana na ule mtu ana mapito magumu, ila ndo anampenda Mungu kukuzidi wewe. Amen. Ndiye anaomba kukuzidi wewe, ndiye anafurahi. Hivi ukienda kwa mtu anakutia moyo, alafu yeye ndo ana matatizo mengi kukuzidi wewe, ila yeye ndo anakutia moyo, anakuambia usiogope, usikate tamaa, Bwana yuko pamoja na wewe, Mungu bado anakupenda. Huyo sasa ndio yuko kwenye jaribu. Ndio yuko kwenye nini? Kwenye jaribu. Hivi kama kuna mtu ananielewa? Amen. Ila wewe ambaye yani unasema hivi jamani, hivi kwa nini mimi? Ukiamka uwezi kuomba. Wenzako wakiwa kwenye mapito wanaomba. Hivi Ayubu wakati anajaribiwa aliacha maombi? Hakuacha. Aliacha ibada? Hakuacha. Uhusiano wake na Mungu uliharibika? Haukuharibika. Sababu Biblia imeshasema Mungu hawezi akaacha ujaribie kupita uwezao. Kwa Mungu alikuwa anajua Ayubu hata apiteje hapo hawezi akaniacha. Hawezi akaacha kuabudu. Amen. Hawezi akaacha kutoa sadaka. Ndio unaona jamani, yeye ana furaha tu anamwabudu Mungu kwa sababu anajua Mungu bado yuko pamoja na mimi. Hilo ni jaribu. Amen. Moyoni mwako utakuwa unasikia furaha iishi. Hivi mbona sina hela lakini nina furaha? Mbona na mapito magumu lakini nina furaha? Ila ukiona huna hela na huna furaha, hiyo sio jaribu, hapo unaonewa. Yes. Amen. Mwenye masikio anasikia, si ndio? Haleluya. Amen. Kuna mtu hana ndoa lakini ana furaha. Glory to God. Amen. Yes. I tell you. Ndio maana kwenye mambo usijilinganishe. Mbona fulani mbona fulani alipitia jambo fulani. Ndugu yangu, usije ukafanya huo mchezo. Mbona Ayubu mali zake zote zilipotea? Wewe usije ukafanya hicho kitu. Kwaona unataka zipotee, tuone. Utaonewa ndugu yangu. Sema nakataa kuonewa katika jina la Yesu. Nakataa kuonewa katika jina. Haleluya. Amen. Kwa lazima haya mapito uyapime, na hapo ndo utaomba. Amen. Wengi wanasingizia, mimi nahisi Mungu ananipima. Anakupima nini? Wengine wanatumia ule mstari wa Paulo. Mimi nahisi Mungu ameniwekea mwiba. Una mafunuo gani mpaka Mungu akuwekee mwiba? Paulo alikuwa na mafunuo. Haleluya. Na mimi nitakuwa nimewekewa mwiba kama wa Paulo. Wewe una mafunuo gani? Yaani wewe hata ukisoma tu wa Efeso uelewi. Haleluya. Amen. Hapo nasema mimi Paulo kulikuwa kuna mafunuo, Mungu akamwekea mwiba. Wewe una hivi, kuna mtu ananielewa? Amen. Shetani oga ni mjanja. Anatafuta andiko. Anakupa andiko. Anakwambia hayo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yapi? Yaani kila mwaka huko hapo ndio mapenzi ya Mungu. Ulale njaa ndio mapenzi ya Mungu. Ndio maana kuna watu wamefika point wanaogopa kuomba yale maombi. Baba, mapenzi yako ndio yatimizwe. Wanajua nikiomba tu hivyo yatakuwa mabaya. Haleluya. Wengi wamesema nikisema tu Mungu mapenzi yako yatimizwe imekula kwangu. Ila niwaambieni kwa sisi ambao Mungu ametupa neema, siogopi kumwambia Mungu mapenzi yako yatimizwe. Haleluya. Mimi nakwambia kwa sababu neno limeshasema mawazo yanayoniwazia ni mawazo ya amani. Glory to God. Amen. Haleluya. Amina. Hivi vijana mpo? Vijana wakifika ule muda wa kuolewa na kuoa, hawezi akaomba mapenzi ya Mungu, anajua Mungu atanichagulia mtu ambaye nitateseka. Acha nichague mwenyewe afutamwambia Mungu aje. Haleluya. Kwa wengi wengi wanachokifanya wanafanya kwanza maamuzi yao. Alafu ndo wanakuja wanamwambia Baba, bariki sasa. Haleluya. Amen. Na hayo yote anakuwa anajua. Yaani usije ukafikiri tu kwamba watu tunakuaga hatujui. Tunakuwa tunajua kabisa kwamba huyu mwanaume hajaokoka. Haleluya.
huyu mwanamke hajafanya nini? Hajaokoka. Na unajua kabisa ukimwomba tu Mungu au ukienda kwa pastor atakwambia muache au wendi au yani uendi kabisa. Yakisha kuvurugikia sasa ndo unamuita pastor, naomba mimi nahitaji maombi, yani sielewi. Nilifundisha hapa hekima ni mwanzo. Nakumbuka misingi kiharibika. Do you remember? Mnakumbuka Januari? Amen. Aliyejenga juu ya mwamba. Shida waga ni pale mwanzo. Yes. Anza siku yako vibaya utajuta. Anza mwaka vibaya utajuta. Anza mwezi vibaya utafanya nini? Nitajuta. Ila uzuri wa Mungu amesema anarudishaga. Haleluya. Amen. Mungu anaweza kukupa nafasi ya ngapi? Ya pili. Ya pili.